lakini kushukuru wewe binafsi kwa kuendesha session hii. Washukuru kaka zangu ambao wako kushoto kwangu, lakini washukuru viongozi wa klabu ya Young Africans ambao wamehudhuria. Niwashukuru viongozi wa vilabu mbalimbali pia ambao wamehudhuria. Niwashukuru sana wanahabari kwa kujitokeza kwa wingi kwenye hafla yetu ya leo. Najua kuna Watanzania kadha wanatazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Azam TV. Mimi naitwa Hersi, ni kijana wa Tanzania. Background yangu ni civil engineering. Nimesoma Tanzania na nje ya nchi. Lakini katika kazi kubwa ambayo leo inatutanisha hapa ni sisi wa Tanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku-elevate mpira wetu, ku-elevate level ya ligi yetu ya Tanzania, ku-elevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje. Na specifically nitajikita kwenye Young Africans na nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wanachama wa Young Africans kuniamini. Lakini imani hii haikuja bahati mbaya. Ilianza kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunataka kuisupport Young Africans kutoka kwenye ule wakati mgumu. Katika maisha kuna up and downs, na klabu ya Young Africans ilipitia kuanzia mwaka 2016 tulivyompoteza mwenyekiti wetu baada ya kuachia nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa wakati huo ni mdhamini na wakati huo ni mwenyekiti wa klabu yetu. Alikuwa ana support kwenye level ya administration kwa maana akiwa kama mwenyekiti, na alikuwa pia ana support kwenye eneo la finance kwa maana uchumi wa kifedha. Downfall yetu ilitokea baada ya kuondoka, na Mungu amtangulize mbele za haki mwenyekiti wetu kakaangu. Baada ya kumpoteza mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki, tumuombe Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwepushe na adhabu za kaburi na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tunaalikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde. Na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambapo kampuni yetu iliweza kubidi na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi ikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo ikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni wakati wa dirisha dogo tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Ditra Mchimbi, tukamsajili Adeyu Msala, tukamsajili Bernard Morrison, na tukamsajili Haruna Niyonzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ilikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherlands kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu.
Tukamleta pia coach Luke Aimer kama mnakumbuka, na baada ya hapo kuanza kuweka motivation. Nakumbuka mara ya kwanza Lugas alikuwa anabeba kabisa milioni 10 kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji, jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kupata matokeo. Tulikwenda na baadaye tukaweza tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Tulikuwa ndio msimu wa kwanza wa 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuihamisha timu kutoka sehemu hii kupeleka hii inatumia gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inatumia fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghali free from his pocket, kwamba nataka kuisupport team sasa. Nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment. Tukasema lazima tuwe na short term plans na tuwe na long term plans. Short term ni hii kusupport, kuinua quality. Lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo, tukalipa nguvu hili wazo, nikaweza kutransform timu yetu. Basi nikamconsult, tukakaa tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi. Kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongolo, kuna Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarim walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Kwa hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje. Tukakama na mfumo wa mabadiliko, na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Club ya Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka-incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu, na ulihudhuriwa na wanachama 1770, na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na mawasiliano ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership, ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais, na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi. Na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi. Na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba. Baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021, tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe ilikuwa mwaka 2022 Julai 9 tukafanya uchaguzi, ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa Club ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa.